kutokana na haya tulieleza ndio maana ikaja katika sunna watu kuhimizwa kuisoma sura hii na kuifanya kuwa ni wirdun yaumi, ni uradi wa kila siku, kuisoma kwa mara zisizopungua 8. Ayatul Kursi imekuja katika sunna kusoma kwake takriban mara 8 kwa siku, na yote imethibiti katika hadithi. Imekuja hadithi aliyoipokea al-Imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Amalul Yawmi wal Layla, na ambaye amesahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala fi Sahih al-Jami' hadithi nambari 6464. hadithi hii inasema man qaraa ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'uhu min dukhulil janna illa an yamut, yoyote atakayesoma ayatul kursi baada ya kila sala ya faradhi hakutamzuia yeye kuingia katika pepo. Hakuna kitu kinachomzuia asiingie peponi illa yamut, isipokuwa kufa tu. Maadamu yuko hai hawezi kuingia peponi mpaka afe. Maadamu yuko hai hutaingia pepo mpaka kufa. Baada ya kufa ndio utaingia katika janna. Kwa hiyo baada ya kila sala ya faradhi, ndio maana al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Zadul Ma'ad anasema balaghani an shaykhina Abi al-Abbas ibn Taymiyyah qaddasa Allahu ruhahu annahu qala ma taraktuha aqiba kulli salah. Imetufikia sisi kutoka kwa shekhe wetu Abu al-Abbas ibn Taymiyyah kwamba qaddasa Allahu ruhahu, kwamba yeye amesema sijawahi kuiacha ayatul kursi baada ya kila swala, sijawahi kuiacha mimi. Kwa Muislamu anatakiwa aipatilize aya hii kuisoma kila mara. Kwa hiyo ikiwa kila baada ya swala ya faradhi utaisoma ayatul kursi, ina maana kwa siku utaisoma mara 5. Hizo ni mara 5 tayari. Kadhalika kuisoma ayatul kursi wakati wa kulala imekuja katika hadithi sahihi vile vile. Ameipokea al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ile hadithi ya kwa Abu Huraira aliwekwa mlinzi wa kulinda mali za zaka, kaja shaitani mwisho akamwambia katika maelezo ambayo yako katika hadithi hiyo kwamba ukisoma ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum min awwaliha hatta takhtima al-aya, kutoka mwanzo wake mpaka ukahitimisha aya, lan yazala alayka min Allahi hafidhun, hataacha kuwa ni mwenye kukulinda Allah tabaraka wa taala. Lan yazala alayka, hataacha kuko wewe juu yako, min Allahi, kutoka kwa Allah, hafidhun, ni mwenye kukulinda. Kwa maana utalindwa na Allah tabaraka wa taala. wala yaqrabuka shaytanun hatta tusbih, na wala hatakukurubia wewe shaytani mpaka upambaukiwe asubuhi, mpaka kuna kucha asubuhi. Kwa maana wewe ukilala, wakati wa kulala ukasoma ayatul kursi, basi uko ndani ya hirzun makinun wa hisnun hasinun, katika hifadhi na ulinzi mkubwa kabisa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Bila shaka kama anavyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, mwenye kusoma hivyo, lakini yule mwenye kusoma kwa ukweli, anasema yaqra'u ayatal kursi bisidqin fa idha qara'aha taghayyaba dhalika awsaqun fil ardi aw ihtaja. Atakayesoma hii
ayatul kursi ataisoma aya hii lakini kwa ukweli. Katika sehemu nyingine anasema hii katika qaidatul jalila fi tawassul wal wasila. Sehemu nyingine anasema idha qara'aha al-insanu 'inda al-ahwali ash-shaytaniyya bisidqin abtalatha, atakapoisoma mwanadamu aya hiyo ayatul kursi katika hali za kishaitani, yani katika mazingira ambayo anahisi kuna mashayatin na vitu vya kumdhuru, akiisoma kwa ukweli kabisa ayatul kursi itabatilisha vitu hivyo, itavivunjilia mbali. Kwa miongoni mwa hali hizo ni hali ya kulala, lakini uisome na hali ya kuwa wewe ni mutadabbir, mwenye kuzingatia, moyo wako uko hadhir, sio umeshughulishwa na jambo jingine na huku unasoma ayatul kursi mpaka umemaliza hujui umesoma nini kwa sababu umeizoea tu. La, utakana moyo wako uwe hadhir kuisoma ayatul kursi kwa umakini kabisa, basi Allah tabaraka wa taala anakupa hifadhi. Usiku wako wote ule umehifadhiwa, hakuna kitakachokudhuru na wala shaitani hata kukurubia. Kwa hiyo ukiisoma wakati wa kulala itakuwa hiyo ni mara ya 6. Wakati mwingine wa kuisoma ayatul kursi al-kursi ni katika adhkaru sabahi wal masa, katika zile nyiradi za asubuhi na za jioni, kwa sababu muislamu anatakiwa ahifadhi nyiradi hizo kabla tulu'i ash-shamsi wa kabla al-ghurub. Kabla jua halijachomoza kuna adhkari utakana uzilete, na baada al-ghurub, kabla al-ghurub, kabla jua halijazama. Wakati huu muislamu hatakiwi kuwa ni minal ghafilin, katika watu walioghafilika. Watu wengi wanaghafilika kipindi hiki, lakini ukishaswali al-fajr ukafanya adhkari zako za baada as-salah, usilale kabla tulu'i shams, wala usishughulishe na jambo jingine. Leta adhkar za asubuhi, na ya kwanza tukaanza nayo ni ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, mpaka mwisho wa aya. Kisha al-mu'awwidhatayn wal ikhlas tusoma mara 3 qul huwa Allahu ahad, na qul a'udhu bi rabbil falaq, na qul a'udhu bi rabbin nas. Usiache. Na kuna dua nzuri nzuri ambazo mtu anatakiwa azisome, walillahi alhamdu, wengi wanazifahamu. Ukazikalia dua hizo, basi utakuwa ukidumu juu ya hali hiyo wakati wa asubuhi na wakati wa jioni, basi fa anta min adh-dhakirin Allah kathira, wewe ni katika wenye kumdhukuru Allah kwa wingi. Kwa usipoteze fursa hiyo. Ukishughulishwa siku moja, siku mbili, basi sio maisha yako yote wewe umeshughulishwa, wewe huna wirdi yoyote Muislamu. Na wakati wa asubuhi na kabla al-ghurub, kabla ya kuzama jua, wengi katika wanawachuoni wanasisitiza watu kuleta hizi adhkari, bali wamefadhilisha hata juu ya Qur'an. Kwa hiyo Uislamu unatakiwa udumu katika hali hiyo, ulete adhkari hizo, na ni sahla ukizikalia. Kama utachelewa basi ni nusu saa, leta adhkari hizo, dumu juu yake. Lakini tunaposema kwamba adhkari za as-sabah wal masa pia vile vile kuna ayatul kursi, ukizileta hizo Allah subhanahu wa ta'ala atakupa ulinzi wake. Utapata ulinzi wewe wakati wa jioni na ulinzi wakati wa asubuhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man qalaha hina yumsi ujira minna hatta yusbih. Hii ni hadithi inaelezea habari za majini walipokutana na Ubay bin Ka'b. Imekuja katika hadithi kwamba Ubay bin Ka'b alikuwa akiweka mahali tende zake hivi, wanakuja akija asikuta zimepungua, kumbe ilikuwa majini wanakuja wanaziiba. Pana kisa, lakini mwisho wa yote hayo ikaja habari hii kwamba atakayesoma, atakayesema maneno Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum mpaka mwisho wake, basi atakingwa na shari ya majini hata yusbih. Akisema hayo jioni, shari ile atakingwa nayo na shari yao mpaka asubuhi kunapambauka. Wa man qalaha hina yusbih,
na atakayesema hayo maneno wakati wa kupambaukiwa asubuhi, ujira minna hatta yumsi, atakingwa na shari yetu sisi majini mpaka atakapochelewa na jua. Ubay bin Ka'b alimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia maneno haya kwamba mimi nimeambiwa hivi. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sadaqa al-khabith, sadaqa al-khabith, amesema kweli huyo khabith, kwa maana kwamba qad yasduqu al-kadhub, wakati mwingine mrongo anaweza kusema kweli. Kama ile hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia Abu Huraira, sadaqaka wa huwa kadhub, amekwambia kweli na hali ya kuwa yeye ni mrongo. Kwa hiyo hizi ni mara 8, mara 5 baada ya kila swala ya faradhi, mara 1 wakati wa kulala 6, na mara 2 katika adhkari za asubuhi na jioni. Asubuhi na jioni. Kwa Muislamu anatakiwa adumu juu ya jambo hili. Hii ni kuonyesha fadhila zilizomo katika aya hii, lakini pia tunasisitiza tena, usomaji wa aya hizi inatakiwa uwe kwa mazingatio, ndio manufaa yake yatapatikana. Na wala kinachokusudiwa basi kusoma tu pasi na kukumbuka maana, wala kusoma tu bila ya kuzingatia maana, itakuwa ile athari inayotarajiwa haipatikani. Na ndio maana unaweza kusoma alafu kile unachokitarajia usikipate, kwa sababu kusoma kwa ile namna ambayo inatakiwa.